wakati wote. 2025 safari ya matumaini Mwandoya. 2025 safari ya matumaini Mwandoya. Salimie jirani yako kwa lugha ya kwenu. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ameturuhusu tena kuwepo katika siku ya leo na kuendelea kujifunza neno lake. Tukiwa katika wiki la mwisho sana la mikutano hii ya Injili katika maeneo yetu ya mji wa Mwandoya na maeneo haya au viwanja hivi vya Kisimani, jina la Bwana litukuzwe sana. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa yote ambayo ameruhusu kututendea. Hivyo basi tuendelee kumuomba azidi kututendea zaidi. Tumekuwa na mfululizo wa masomo yanayotuleta karibu na msalaba ambao yameendelea kutupatia nguvu za kiroho yakidai uamuzi wa pekee katika maisha ya kila mmoja. Na hivyo basi Bwana amekuwa mwaminifu kwa mambo hayo na jina lake limetukuzwa sana. Leo tunasonga mbele katika nyayo za Kristo zikikanyaga hatua kwa hatua kuelekea utimilifu na hata Kristo atakapokuja mara ya pili. Jana tumekuwa na somo linasema nyayo katika fumbo lenye matumaini sehemu ya pili, ambapo tuliangalia habari ya maisha ya mwanadamu na ukomo wake katika ulimwengu, lakini bado upo wakati Kristo atakaporudi mara ya pili ni uzima wa milele. Leo tunasonga mbele tukitazama kipengele kinasema nyayo katika nyakati zenye matumaini. Nyayo katika nyakati zenye matumaini. Hii ndio mada yetu iliyoko mbele yetu jioni ya leo. Ni nyakati zipi zilizoko mbele yetu? Kwa nini zisemekane zina matumaini? Kimsingi kila neno linapozungumzwa in positive sentence lazima kuna negative sentence na nyuma yake. Sababu kama tukisema liko tumaini, kuna nyakati hazina matumaini. Swali la msingi, je, tunaishi katika nyakati zipi? Jioni ya leo maandiko matakatifu yako kwa ajili ya kutusaidia kuelewa. Nyayo zinakanyaga katika nyakati hizo sasa. Na hivyo muombe Mungu akusaidie kuelewa na kulielewa somo hili na jina la Bwana litukuzwe sana. Hebu tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya baraka ambazo umetupatia watumishi wako, na asante kwa ajili ya neema ambayo umeonyesha katika maisha yetu. Tunashukuru kwa muujiza uzima na uhai unaotupatia na amani iliyoko katika maeneo yetu na katika nchi yetu, na asante kwa ajili ya upendo wako ambao unaonyesha. Tusaidie na kututunza chini ya uongozi wako. Tufunulie na kutufungua tena katika masomo haya kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Nyayo katika nyakati zenye matumaini. Kuna nyakati mbalimbali ambazo zinapita katika maisha yetu. Zinapita nyakati zikiwa njema na nyakati mbaya. Ndio maana tunapotelewa na wapendwa, tunaugua, tunapata pia na kukosa. Si nyakati zote zinaweza zikawa ni nyakati njema, lakini ziko nyakati ambazo wakati fulani zinakuwa sio njema. Habari njema iko hapa ni kwamba nyakati zote zinazopita katika maisha yetu zinatutangazia habari njema ya ukombozi. Haleluya. Kwamba nyakati zote zinazopita katika maisha yetu zinatutangazia habari njema ya ukombozi wa maisha yetu. Iwe ni wakati wa kufaulu, tunatangazwa ukombozi wetu. Iwe ni wakati wa kushindwa, tunatangazwa ukombozi wetu. Kwa hiyo lazima tujenge tumaini la pekee kwa mambo hayo na jina la Bwana linatukuzwa sana. Kitabu cha Mathayo kinazungumza vizuri habari hii. Nyayo katika nyakati zenye matumaini. Nyayo katika nyakati zenye matumaini. Katika Mathayo sura hii ya 15 inasema maneno haya. Hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. 16 Ndipo walio katika Yudea wakimbilie milimani, naye aliye juu ya dari asishuke kuvi
vitu vilivyomo nyumbani mwake, wala aliye shambani asirudi kuichukua nguo yake. Lakini 19, ole wenye mimba na wanyonyeshao siku hizo. 20, ombeni ili kukimbia kwenu kusiwe wakati wa baridi wala siku ya Sabato, kwa kuwa wakati huo kutakuwa na dhiki kubwa ambayo haijatokea namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa, wala haitakuwako tena. Bwana Yesu asifiwe. Na 22 anasema 22, na kama siku hizo zingalifupishwa asingeokoka mtu yeyote, lakini kwa ajili ya wateule siku hizo zitafupishwa. Halo. 23, wakati huo mtu akiwaambia, tazama Kristo yuko hapa au yuko kule, msisadiki, kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza ikiwezekana hata walio wateule. Anasema, tazama nimekwisha kuonya mbele. Basi akiwaambia yuko jangwani msitoke, yumo nyumbani msisadiki, kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki ukaonekana hata magharibi, hivyo ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa kuwa popote ulipomzoga ndipo watakapokusanyika tai. Nyayo katika nyakati zenye matumaini. Kisa hiki cha Mathayo kinaanza na kujibiwa kwa swali ambalo wanafunzi walimuuliza Kristo. Ukianza fungu la 1 mpaka fungu la 14 vinazungumza vizuri. Wakati Kristo akiwa katika hekalu na wanafunzi wake, wanafunzi wanakwenda kumwonyesha uzuri wa hekalu ambalo lilikuwa limetengenezwa. Hekalu lilikuwa zuri, lilikuwa limetengenezwa imara. Fungu la 2, Yesu anatoa majibu. Anapotoa majibu, anaendeleza kwa mwendelezo wa pekee. Lakini fungu la 15 linazungumza katika nyakati zetu. Fungu hili la 1 hadi la 14 lilikuwa likishughulika na maisha yao. Fungu la 15 hadi fungu la 28 linashughulika na maisha yetu leo. Kwa nini? Fungu la 2 linasema, hamyaoni haya yote? Aminini nawaambia. Kwa sababu gani? Halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Lakini haya mambo yalikuja baada ya fungu la 1 walilomuuliza uzuri wa hekalu, wakamwonyesha, lakini Yesu akawapa majawabu katika nyakati zao. Fungu la 9 linazungumza vizuri, na ni fungu la 3, fungu la 4 linazungumza vizuri, kwa sababu akiwaambia mtu asiwadanganye, maana wengi watakuja kwa jina la Kristo wakisema mimi ni Kristo, na kuwadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari za vita, yakazungumzwa na habari zingine. Mambo haya walikuwa wakiyaona kwa ndoto, lakini baadaye yalitimia machoni pao. Fungu la 2 lilitimia katika mwaka wa 66 baada ya kuzaliwa kwa Kristo, ambapo Warumi kupitia kijana wao na jemedali wao, baada ya ghasia za kidini kuingia katika mji wa Wayahudi, Warumi wakiwa wanatawala kipindi hicho, wakiingia kwa ajili ya kutuliza ghasia. Baada ya miaka 4 baada ya mwaka ule wa jeshi lile kuingia, ndipo tunaona mwaka wa 70 vita vinainuka. Na vita vinapoinuka katika miji hii, baadaye hekalu linachomwa moto. Historia inasema hivyo. Wakati jemedali aliyekuwa kipindi kile akizuia, alikuwa anaitwa Titus, akizuia habari ya uangamivu katika ule mji, lakini historia inasema askari mmoja kwa bahati mbaya, na hizi sijua kusikia ni tangazo la kiongozi wake, lakini ukweli lazima andiko litimie, akarusha moto katika hekalu lile kwa ndani kwa nguvu, likateketeza hekalu. Hekalu hili la Wayahudi likawa limepotea mwaka wa 70. Miaka 4 tu baada ya jeshi la Rumi kuingia na kutuliza ghasia. Lakini wakati jeshi linaingia katika kile kipindi, ni miaka 33 tu
watakatifu wa huu mji wa Wayahudi. Haya yalinenwa katika nyakati zao. Lakini sikia, hawakuishia hapo. Baadaye akawapa habari za vita, akawapa habari za matetesi ya vita. Mwisho akaambiwa msitishwe na hayo, maana hayana budi kuja, ili mwisho uje pia. Kwa maana fungu la 7, mataifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya ardhi mahali mahali. Hayo ndiyo mwanzo wa uchungu. Lakini ukiangalia leo, kwa namna pekee kabisa, haya mambo ni mwanzo tu. Sasa hatujui katikati ya mwanzo ni nini na mwisho wa katikati na ya mwanzo ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Maana kwa mujibu wa Biblia, matukio ambayo yalitabiriwa kipindi cha zamani sana, ukiangalia toka mwaka wa 70 yalipotimia machoni pa Wayahudi wote, leo hata katika kipindi hiki tunachokiishi ni miaka mingi imepita, lakini tunaona tu haya mambo yakitokea kwa uchache wake. Huu ndio mwanzo tu. Kinachokuja ni nini hasa? Tunachopaswa kukielewa jioni ya leo, watu wengi tunakatishwa tamaa na matukio yanayoonekana. Watu wengi sana katika dunia leo tumekatishwa tamaa na hali kama hii. Hakuna mtu anayependa vita leo katika dunia. Hakuna mtu anayependa machafuko katika dunia. Hakuna mtu anayependa tetesi za vita katika dunia. Hakuna mtu anayependa njaa katika dunia. Lakini habari njema ni kwamba liko tumaini katika nyakati hizi ngumu. Liko tumaini katika nyakati za njaa. Liko tumaini katika nyakati za mateso tunayopitia. Liko tumaini katika nyakati za kushiwa na kukosa tunakokupitia. Habari njema, neno la Mungu liko wazi mbele yetu jioni ya leo kutupa tumaini la pekee. Na hii ni kwa wale watakaokubali injili ya Kristo iwe sehemu ya maisha yao. Lakini wako watu ambao wataishi kwa hofu na wasiwasi. Wako watu ambao hawatasadiki. Wako watu ambao hawataamini kwamba licha ya nyakati ngumu tunazozipitia, lakini tunalo tumaini tena. Maana nyayo za Kristo hazijatuacha peke yetu. Zimesimama hata sasa kwa habari ya kutupatia mustakabali wa maisha yetu. Bwana atubariki jioni ya leo. 16, 17 yamezungumza vizuri mafungu haya yakituonyesha mustakabali wa maisha yetu kila mmoja. Lakini tuende tukaone Luka 21 na yakizungumza nini kwa habari ya mambo haya ambayo leo yanatukia katika maisha yetu. 21 Luka anasema maneno haya. 21:20 fungu Luka sura ya 21 anasema, lakini hapo mtakapoona mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi, basi jueni ya kwamba uharibifu wake umekaribia. Haleluya. Na ndio maana mwaka wa 66 waliona majeshi yameingia, lakini wakafikiri kwamba majeshi yanapoingia amani inakuja. Aliwaambia uharibifu ndio umekaribia. Hawakutegemea miaka 4 baadaye mwaka wa 70 uharibifu huu ungetokea katika maisha yao. Anasema umekaribia. 22 kwa kuwa siku hizo ndizo mapatilizo ili yatimizwe yote yaliyoandikwa. Maana yaliandikwa mambo kama hayo yatangulie, yakionyesha watu hawa kwamba kuna kipindi kigumu kinakuja katika maisha yao. Na ndio maana walitaka wafanye nini? Anasema 21 ndipo walio katika Yudea wakimbilie milimani, na walio katikati yake wakimbilie nje, na walio katika mashamba wasiuingie. Mambo mawili yalitokea katika miji hii ya Wayahudi. Jambo la kwanza, kabla haujafikia wakati wa kuvamiwa na kuteketezwa kwa mji hii, ishara ya kwanza Mungu alituma kwao ilikuwa ni ya kichaa. Kichaa aliingia katika ile miji akiwaonya watu juu ya ungamivu nao kuja. Lakini kama ambavyo wanadamu wa siku hizi tunavyoishi, watu walimbeza kichaa huyu, wakamwona amechanganyikiwa,
mara nyingi sana aliwaonya, mara nyingi sana aliwarudi, lakini hawakuwa tayari kumsikiliza. Historia inazungumza vizuri, inasema kwamba yule kichaa alipotea ambapo hakuna mtu aliyejua ameelekea wapi. Muda mchache ukapita baadaye, siku moja asubuhi, historia inasema watu hawa Wayahudi kipindi cha Warumi wakaanza kuona ishara katika anga, na ishara hii ilionekana kwa mawingu ile asubuhi yake yakikusanyana kwa ishara au alama ya farasi wanaokimbia. Historia inasema wazi kwamba watu wengi walipoamka ile asubuhi wakakuta mawingu yamekusanyana yakionyesha wakati wa kukimbia, watu wakishangaa kama watu tunavyoshangaa siku hizi. Hawakuelewa kwamba zile ishara zilikuwa zinamaanisha nini. Lakini baada ya ishara zile, Kutoka 22 ndipo ukatimia unabii, mapatilizo yakawafikia. Wachache waliokoka. Historia inasema ni watu wachache. Mamilioni ya watu katika miji waliangamia. Kwa nini? Kwa kupuuzia maonyo katika maisha yao, kwa kupuuzia maelekezo waliopatiwa. Nyayo katika nyakati zenye matumaini. Biblia ikazungumza 24, wataanguka kwa ukali wa panga, nao watatekwa nyara na kuchukuliwa katika mataifa yote, na Yerusalemu utakanyagwa na mataifa hadi majira ya mataifa yatakapotimia. Na haya mambo yakatimia. Yerusalemu pamoja na hekalu lake walilolipenda ukawa umeteketea. Leo tunazo nyakati kama hizi zinatimia machoni petu, ambapo ishara za ajabu zinaonekana. Biblia ikiwa imetoa wazi maonyo na makemeo, watu wakitakiwa wajiandae, watu wakitakiwa wawe tayari kukimbia, lakini wengi wameshindwa kuitikia wito kama huu. Wengi wakiendelea kuona uzuri wa dunia, wengi wakiendelea kuona uzuri wa kazi na mafanikio, wengi wakiendelea kupuuzia ishara za hatari zilizo mbele yetu. Bwana anasema ni wakati wa mapatilizo, ni wakati wa kupatilizwa hata yatimie yaliyoandikwa. Ukisoma kitabu cha Danieli kinazungumza vizuri jinsi ambavyo mji wa Yerusalemu ungevamiwa, na tunaona vizuri jinsi ambavyo mji huu ulitimia kwao, na tunaona jinsi ambavyo Warumi walivyoingia na kuteka mji huu, na hatimaye Wayahudi wengi wakapoteza maisha kwa kupuuzia ishara kama hizo. Je, tunazichukuliaje ishara za hatari zilizoko mbele yetu jioni ya leo? Je, tuna chochote cha kujiuliza? Tuna chochote cha kutafakari juu ya matukio yanayoonekana? Yako matukio mengi ambayo wewe yanaonekana, wengi akiwaacha midomo wazi na wakishangaa kwamba kwa nini haya yametokea. Anasema huu ndio mwanzo wa utungu, lakini lazima yatimie yaliyoandikwa. Moja kati ya mambo yaliyoandikwa ni habari ya vita, mambo mengine ni habari ya njaa, mambo mengine ni habari ya magonjwa, mambo mengine yote yameandikwa kwa namna hiyo. Mtu anauliza, yameandikwaje haya yote? Sikia mchana wa leo, fungu hili linazungumza vizuri, linazungumza kwa namna ya pekee, na linatupatia mustakabali kwamba kuna wakati tutaanguka kwa upanga. 24:7 linazungumzia habari ya matetesi ya vita, likizungumzia habari ya migogoro iliyoko leo duniani, habari ya migogoro ya kisiasa inayoonekana leo. Neno hili linatuonya mwisho uko mbele yetu. Leo siasa za amani zimekosekana katika dunia tunayoishi. Hata katika nchi yetu tunasikia migogoro mikubwa ikiendelea kuonekana. Mauaji ya kutisha yanaonekana. Mambo ya ajabu yasiyotarajiwa yanaonekana.
huu ni mwanzo. Na ndio maana wakati fulani tunaweza tukaona ni kama mambo ya kawaida, lakini siku zote usema, nani angejua leo Libya ingekuwa kwenye vita mpaka sasa? Nani angejua? Wakati walipokuwa wakitamani kuiona ile amani ambayo waliona amani waliokuwa nayo haitoshi, wakaamua kuitafuta amani kwa njia ya mtutu wa bunduki. Nani angejua leo Libya ingeendelea kutokomea katika vita? Hivyo uharibifu unavyojia Tanzania pia. Migogoro ya kisiasa tunayoiona, migogoro ya kiuchumi tunayoiona, inatangaza mbele yetu hatuna amani, kwa sababu ishara kama hizi zimeandikwa ili zitimie mbele ya macho yetu taratibu, lakini kwa hakika zinaonekana. Nani asiyejua habari ya mambo ya Irani na Israeli leo? Ni mambo yaliyozungumzwa zamani, wakati maeneo matakatifu yakigombaniwa na nchi za Kiarabu na nchi za Kikristo. Nani angejua kwamba leo kungekuwa na vita? Haya yote yameandikwa ili neno la Mungu litimie. Wengi wakilia kwa uchungu, wengi wakiomboleza, wengi wakihuzunika, lakini wale wote watakaoikubali injili ya Kristo ifanyike kwa sehemu ya maisha yao, wanalo tumaini la maisha yote. Kwa sababu gani? Ni Kristo aliyesema ana mpango mzuri na maisha yao. Anataka wakimbie kama alivyowaambia Wayahudi na watu wa Yerusalemu, wakimbie. Walio ndani wakimbie nje, walio nje wasirudi ndani, wabaki wakiendelea kumtumainia Bwana. Ishara hizi zinasimama mbele yetu kwa kasi, zikiendelea kututangazia wakati wa hatari. Nani aliyeko mbele yetu leo anayeweza kuikubali habari hii, ambayo leo wakati nchi zetu zikisema ni za amani, na amani sasa inatoweka, maana migogoro ya kisiasa imekuwa mingi, maana migogoro ya kisiasa inakuja kwa kasi? Nani atakubali wazo kama hili? Wathesalonike anazungumza maneno haya, nyayo katika nyakati zenye matumaini. Wathesalonike, Paulo anatukumbusha mambo yafuatayo. Wathesalonike wa kwanza sura 5 na kile kifungu hiki cha 3. Sikia maneno haya. Anasema fungu la 5, kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana, sisi si wa usiku wala wa giza. Fungu la 3, wakati wasomapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu wajiapo ghafla, kama vile uchungu umjiavyo mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa. Kwa nini? Nuru imekuja, na nuru inakuja ikihitaji watu waipokee nuru, ikihitaji watu wamkubali Kristo. Lakini asilimia kubwa yetu sisi wanadamu tunatambua, tunafukuzia giza na kulikubali giza katika maisha haya. Wakati wasemapo kuna amani, ndipo uharibifu unakuja. Amani hii ambayo leo tunaiona imebaki tone tu, kwa sababu muda sio mrefu inaweza ikatoweka, na lazima yatimie, kwa sababu kama Kristo bado hajaja, lazima yatimie. Liko wapi tumaini la mwanadamu leo? Liko wapi tumaini letu leo? Linabaki mikononi mwa Mungu peke yake. Na hivyo basi hatuna nguvu za kuyazuia, maana anasema katika kitabu cha Danieli sura ya 4, anazungumza vizuri. Nebukadneza anasema hakuna mtu anayeweza kumzuia Bwana, atakalo kulitenda ulitenda. Na ndio maana ametupa mambo haya ili tuyakumbuke. Luka 21 sura ya fungu la 25 linazungumza jambo lingine. Luka 21
fungu hili la 25 linasema maneno yafuatayo. 21:25, sikia. Tena kutakuwa na ishara katika jua na mwezi na nyota, na katika nchi ziki ya mataifa wakishangaa kwa kuvuma kwa bahari na mawimbi yake. Hofu na wasiwasi leo ni nyingi tu. Kila kunapokucha mwanadamu amejaa wasiwasi. Kila kunapokucha mwanadamu tumejaa hofu. Hatuna tumaini na wala hakuna mwenye uhakika wa kesho yake. Maisha ya mwanadamu kutoweka ni kidogo tu. Analala mzima, anaamka yu maiti. Hatari hizi zinaonekana leo mbele yetu. Magonjwa yamezungumzwa vizuri, yamesema kwa namna pekee. 11:21 Luka anasema kutakuwa na mitetemeko mikubwa ya ardhi na njaa na tauni mahali pengi na mambo ya kutisha na ishara kuu kutoka mbinguni. Mambo haya yako mbele yetu leo. Nani asiyejua habari ya mlipuko wa magonjwa unaotesa maelfu ya wanadamu leo? Wakati hili kama linapata suluhu, tauni nyingine inaingia. Na ndio maana juzi wakati tukijifunza habari za nyayo katika mpango wenye matumaini, tuliona kwamba Mungu anaahidi hatatia malazi katika nchi zetu. Lakini leo malazi yapo kwa sababu itimie, na wale wote watakaoona ishara kama hizo wakimbie uharibifu, wamkimbilie Kristo. Tauni iko leo. Mitetemeko mikubwa ya ardhi inaonekana. Njaa sio jambo la kusimuliwa. Mambo ya kutisha, ishara zinaonekana kila mahali. Nyayo zimesimama zikitutaka tuchukue tahadhari. Nyayo zimesimama zikitutaka tubaki na Kristo. Sura 17 Luka anasema maneno haya. 28, na kadhalika kama ilivyo katika siku za Lutu, walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakinunua na kuuza, wakipanda na kujenga. Nini kikatokea? 30, hivyo ndivyo itakavyokuwa siku ile atakayofunuliwa mwana wa Adamu. Watu watawakuta. Ngoja nikwambie, kuna watu wanasubiri kwamba labda kuna tangazo litatoka kwamba jamani, kesho Yesu anakuja. Hilo tangazo halitakuwepo. Tunasikia matangazo ya kuja kwa viongozi wa nchi tu na watu fulani au huduma fulani kwenye jamii, lakini tangazo la kwamba Kristo kesho atakuja, huo mpango haupo, hautakuwepo. Na ndio maana wengi tunaishi na hapo Luka 17 anasema watu tutakutwa kwenye hali zetu za kawaida. Tutakutwa tukila kama kawaida, tutakutwa tukinywa kama kawaida, tutakutwa tukitenda mambo yetu kama kawaida. Lakini katikati ya hayo mambo ndipo mwanadamu anakutwa akiwa hajajiandaa kabisa. Hakutakuwa na badiliko la namna ambayo leo tunaliona, kwamba tukute wameweka mabango sehemu fulani. Maana kama ni ishara iliyosomwa juu ya manabii, leo wapo. Kuna watu wanajiita ni manabii, wanatenda miujiza wa kutosha. Wapo. Nani asiyejua? Kama tunategemea eti tutasikia kuna tauni mpya itakuja, tauni zipo mpaka leo zinatisha watu. Kama ilivyo katika siku za Lutu, ndivyo katika siku zetu itakavyokuwa. Watu tutakuta tupo kwenye hali ya kawaida. Watu tutakuta tuko katika hali ambayo hakuna ambaye atashtukia. Ndivyo Yerusalemu ulivyoangamizwa. Wengi ishara kama hizi zilitumwa kwao na wengi wakaonyeshwa, lakini hawakuwa tayari kuitikia wito wa kukimbia. Hata leo watu wengi wako tayari kukimbia. Leo watu wako tayari kusalimisha maisha yao. Habari njema ni kwamba tutasitukizwa. Hebu sikia Warumi sura 1:26 anasema, hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa za uzaibu, hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kuwa matumizi ya namna gani? Yasiyo ya asili. 27,
wakiwakiana tamaa, wanaume wakiyatenda yasiyopasa, wakapatana nafsini mwao malipo, wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo ya haki yao. Matumizi ya mwanamke, matumizi ya mwanaume leo yamevurugika. Nani asiyejua ushoga mtindo wa maisha? Si ndani ya nchi zetu ambazo zinasema zina amani, wamo wa kutosha. Miaka kadhaa imepita nyuma, tulisikia wakiendelea kusakwa hasa katika miji mikubwa kama Dar es Salaam. Lakini leo nani unasikia kwamba anakemea ushoga? Wanaume wa kutosha. Ingia kwenye majukwaa ya mtandao uone hali ilivyo mbaya. Ishara hizi zote ni kwa sababu watu wamemwacha Bwana, na ndio maana Bwana ametuacha tupokee upotevu wetu. Tunachukua tahadhari gani? Usagaji wa kutosha. Ndugu zetu, majirani zetu Kenya, siku moja pakaonekana taarifa hata wakuu wa nchi wanataka nao sasa waanze kulipisha ushuru. Ni ujinga wa hali ya juu, kwa sababu hii nayo ni biashara. Wao na wenyewe waingizwe kwenye utaratibu wa kulipia kodi. Na ndio maana juzi wakati tukiangalia, hata jana wakati tukiangalia Nyayo katika fumbo lenye matumaini, shetani kupitia roho wake wa mashetani anawaingia wakuu wa nchi, wanachanganyikiwa, wanashindwa kutofautisha kati ya jema na baya. Ushoga, usagaji wa kutosha hata katika nchi zetu za Tanzania. Nani asiyejua? Lakini nani anayesituka? Nani anayeogopa? Nani anayechukua tahadhari? Si wakuu wa nchi, hata wanaotawaliwa nao wamelala usingizi. Bwana aliwaacha, Bwana anatuacha, tutapokea malipo ya upotevu wetu. Ishara kama hizi zimewekwa ili kututahadharisha wanadamu wote. Tukubali kwamba Mungu na Mungu pekee yake anahitaji kutawala maisha yetu. Hapo ndipo tutabaki salama. Warumi anatutahadharisha. Matumizi hayo yameondoka, nasi tutapokea malipo. Na 28 anasema, na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Wamejawa na udhalimu wa kila namna, uovu na tamaa na ubaya. Wamejawa na husuda, wamejawa na uwaji, wamejawa na fitina, wamejawa na hadaa. Watu wa nia mbaya, wenye kusengenya, wenye kusingizia, wenye kumchukia Mungu, wenye jeuri, wenye kutakabari, wenye majivuno, wenye kutunga mabaya, wasiotii wazazi wao, wasio na ufahamu, wenye kuvunja maagano, wasiopenda jamaa zao, wasio na rehema, ambao wakijua sana hukumu ya haki ya Mungu, ya kwamba wayatendayo hayo wamestahili mauti, wanatenda hayo, wala si hivyo tu, bali wanakubaliana nao wayatendayo. Watu wanakubaliana na haya yanayotendeka leo. Na ndio maana nimesema si viongozi wa nchi, hata walioko chini wanakubaliana nayo, wakati wakijua yanayotendeka sio haki. Mauaji, nchi zetu za Tanzania zinashuhudia mauaji, kila kunapokucha mauaji. Migogoro ya kisiasa inasababisha mauaji. Tunaishi katika nyakati ngumu, lakini liko tumaini kwa wale watakaokubali. 28 anasema wamemkataa Mungu katika fahamu zao. Kila mmoja amegeukia mambo yake. Hivyo basi tutapokea malipo ya upotevu wetu. Lazima
dunia, hali wakijua mambo haya ni uzalimu, ni uovu, ni uaji, ni fitina, kuchonganishana yapo, kusingiziana yapo. Nani asiyejua? Paulo anaongezea katika kitabu cha Timotheo, anasema maneno haya, sura 2:3 fungu la 2 hadi la 5. Sikia, sura 3 anasema maneno haya. Timotheo wa pili sura 3:5. Hebu sikia. Watu walio na utaua wa nje, lakini wakikana nguvu zake. Kwa maana fungu la 3, wasio wapenda wa kwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, walio na utaua wa nje, lakini wakikana nguvu zake, hao nao ujiepushe nao. 13 anasema, lakini watu waovu na wadanganyaji wataendelea na kuzidi kuwa waovu, wakidanganya na kudanganyika. Kwa hiyo kwenye nchi zetu hizi na dunia, kama kuna mpango wa kumaliza haya mambo, tunapoteza muda. Neno la Mungu lililoandikwa si kwa uwezo wa mwanadamu, linasema wataendelea tena na kuzidi. Kwa hiyo ukiangalia miaka ya zamani na miaka yetu ya leo, kuna tofauti kubwa. Maendeleo ya uovu yamekuwa mengi, hofu imekosekana. Na si hapa tu, huko tunakokwenda hali itakuwa ngumu zaidi. Wataendelea, si tu kwamba wataendelea, tafika wakati watakoma, watazidi kuwepo na kutenda maovu zaidi. Je, nani asielewa mambo haya? Lazima tuchukue tahadhari, maana uharibifu umekaribia. Yerusalemu aliambiwa, mkiona jeshi limeanza kuzunguka humu, yaani mkiona Warumi wanaanza kujipanga humu, chukueni tahadhari, kimbieni. Lakini Warumi wakaondoka. Miaka 4 Tatasi anarudi, tayari anateketeza Yerusalemu. Ndugu zangu, jioni ya leo tumepewa onyo mbele yetu kwamba ni saa za kumrejesha Mungu katika ufahamu zetu. Ni saa za kumkubali Kristo katika maisha yetu. Hivyo basi, tumfanye atuongoze. Siku zote lazima tukubali kuongozwa na neno la Mungu. Na kama tukikubali, tunalo tumaini hata Kristo atakapokuja. Ishara za uongo zinaonekana. 24 tumesoma 24 hadi fungu la 23 hadi 24 juu ya kuinuka kwa manabii. Hata Tanzania hapa kuna watu wengi wamejiita makristo. Kuna watu wanajiita manabii. Wako wa kutosha katika nchi zetu. Danganyifu wa kutisha. Lakini maelfu ya watu wanakimbilia huko. Maelfu ya watu ndio wako mahali pale. Udanganyifu umekisiri. Udanganyifu unakula maisha yetu. Na ni mwingine wako wa kutosha. Hatujawahi kusikia ndugu zetu wa Kenya hapa. Juzi kati tu mtu mmoja akaja anasema yeye ni Kristo, na bado akaendelea kuwadanganya na wengi wakamfuata. Hata sasa mambo yanaonekana ni kwa sababu fahamu za wanadamu hazitaki kumkaribisha Mungu na neno lake. Hata hapa, hata katika miji yetu ya Mwandoya, leo ukisikia kuna mtu anaitwa nabii anakuja na kuponya, utaona watu wanakimbilia, hata wanaoiamini Biblia na wenyewe wanakwenda. Shetani ametawala akili zetu. Jambo la pekee, 24 Mathayo 24 Mathayo anasema maneno haya. 24 Mathayo, sikia maneno haya. 24:14, sikia. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote, kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo mwisho utakapofanya nini jamani? Utakapokuja.
Sasa hivi bado habari njema itahubiriwa. Lengo watu wakubali au wasikubali ni ushuhuda kwamba kuna neno lilisemwa katika viwanja vya kisimani. Hiyo tu. Na litatimia neno la Warumi Paulo aliposema wamekataa kwenye fahamu zao na kugeukia mawazo yao. Kwa wakati fulani neno linaposikika katika viwanja hivi linabaki kwa ushuhuda katika viwanja hivi vya kisimani, kwamba kuna siku moja habari njema ilitangazwa. Kuna siku moja watu walipewa tahadhari. Migogoro yote inayotokea leo inatuandaa kuja kwa Kristo mara ya pili. Tumeambiwa hivi, vita, majanga, matetemeko, magonjwa na vitu gani ni mwanzo, lakini habari njema inapomfikia mtu, hapo ndipo mwisho unaanza kuonekana. Ufunuo anasema hivi. Ufunuo sura ya 14 ni ujumbe wa pekee ambao leo unatimia katika macho yetu. Ufunuo 14:6, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu akiwa na injili ya milele, awahubiri hawa wakao juu ya nchi na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. 7, akasema kwa sauti kuu, mchooni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Bwana Yesu asifiwe. Tunaitwa kumcha Bwana, tunaitwa kumsujudia yeye peke yake. Kwa hiyo watu wote wa Mwandoya na Kisimani lazima wakubali kwamba ushuhuda umesimama katika viwanja vyao. Ukitaka waikubali injili na wakubali Kristo katika maisha yao. Neno linarudia 24:33 na 34. Nanyi kadhalika myaonapo mambo hayo yote, tambueni yu karibu katika mlango. Aminini nawaambia jioni ya leo, kizazi hiki hakitapita hata yote yafanye nini? Yatimie. 24 Mathayo anasema mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita. Namna gani? Kamwe. Yote tunayoona leo yuko mlangoni, anakuja. Yuko mlangoni, anakuja. Na neno la Bwana halitapita mpaka mambo yote yatimie. Je, ni nyayo gani imesimama katika mlango wako? Anasema yuko mlangoni. Ni nyayo zipi zinasimama jioni ya leo katika mlango wako? Ni nyayo za Kristo au ni nyayo za mawazo ya dunia hii? Yuko mlangoni. Ndio maana anasema, tazama nasimama mlangoni nabisha hodi. Na mtu akisikia sauti yangu na kufungua, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja na yeye na yeye pamoja na. Jioni ya leo nani yuko tayari kumfungulia? Kiwa yuko mlangoni, anakuja. Na leo anatuambia tusitishwe na hayo, maana hayo hayana budi kuwapo ili mwisho uje. Lakini anasema kwa sababu ya mambo hayo, nami nayatoa maisha yangu kwa Kristo. Naomba Mungu aendelee kunishikilia. Hofu iliyokuwa imetawala, wasiwasi unaoonekana leo, migogoro ya kisiasa, vita, njaa, magonjwa, husuda, fitina vinazoonekana leo, zisije zikanitisha, bali zinipe nguvu ya kusonga mbele kiroho. Simama tuombe. Haya yapo, hatutayazuia. Yapo. Watu kukataa ufahamu wa kiroho, yapo. Watu kukataa injili, yapo. Na wengi kujiita ni watu wa Mungu, ni manabii, yapo. Lakini hayana budi kutukia ili aliyeko mlangoni aonekane leo. Naweza kusogea mbele tukaombe. Lazima tufanye maamuzi katika maisha yetu. Tunaweza kuzitumania akili zetu, lakini hazitaweza kutupatia mwafaka. Ukweli nchi zetu zinaitwa ni nchi za amani, lakini zina vita ndani yake.
Nani angejua Tanzania tungeishi katika hali ya hofu kiasi hiki? Nani angejua? Lazima atimie ili mwisho uje. Mungu atusaidie na Mungu atutie nguvu. Tunatoa maisha yetu kwa Kristo kila siku. Karibisha mzee wa kanisa Sangalali, karibu kwao. Bwana atuongoze na atuinue katika kila hatua, na tangu sasa na hata milele. Amen.